Inna lillahi ibadan futana, hakika anao Mwenyezi Mungu waja makini, waja makini, viumbe wake makini, wenye akili nzuri, wanaojua kufikiria tumetoka wapi, tumefika wapi na tunaelekea wapi. Mungu ana hao watu, na hadi leo bado wapo, si wengi lakini wapo. Ibada mfutana, watu hao talaku dunia, wameiacha dunia, wameipa talaka dunia. Dunia kwao imekuwa sio jambo la kuwashughulisha. Talaku dunia, wakhaful fitana, wakaziogopa fitna zilizojaa duniani, na hiyo ndio ikawa sababu ya kuiacha dunia yenyewe. Dunia imefurika fitna na wamejua, wakaipa talaka, wakaiacha. Wakaiachaje? Na wanakaa ndani ya dunia. Unaachaje nyumba na unaishi humo humo? Wameiacha dunia, wameipa thamani ndogo ukilinganisha na akhera. Wao wameridhika hata kama duniani watapata kidogo au hatopata kabisa, hamna neno, lakini asije akakosa akhera. Talaku dunia, talaku dunia, wakhafu alfitana, na wakaogopa fitna. Ni watu ambao akipata nyumba moja, mbili, 10 magorofa, akapata magari mengi, ana mashamba, ana cheo, si ndo dunia bwana? Ana na watoto wengi. Hayo yeye hayaiti mafanikio, hasemi nimefanikiwa. Yote hayo anaita mtihani, yote ni mtihani. Sisi hapa sote, kila mtu asema angalau nikifa bwana niwaachie wanangu nyumba, au sio? Siwaache nje. Fabiha wa ni'ma, kheri, lakini ujue sio mafanikio. Qur'ani sura ya 18, suratul Kahf, Mola anasema inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Tumekifanya kila kilichomo ardhini, ja'alna ma'ala al-ardi, kila kilichomo ardhini hapa duniani, zinatan laha, ni pambo tu la dunia, pambo tu. Ili iweje? Linabluwahum, tutaka tuwape mtihani. Ayyuhum ahsanu amala, nani atafanya matendo ya kheri. Akipata mtu nyumba nzuri, zinatan laha, ni pambo tu. Mungu anakutizama baada ya kuwa na nyumba hiyo nzuri, unafanyaje? Unafanyaje baada ya kupata nyumba yako nzuri? Umepata duka kubwa hapa Buguruni, watu wote wanalililia, wanaona wivu na duka lako. Zinatan laha, ni pambo la dunia, maana hutozikwa na hilo duka. Kama ulivyokuja duniani huna duka, wallahi utaliwacha duka, huwezi kwenda nalo. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kule utakako kwenda baada ya kufa, Mwenyezi Mungu amepasifu, anasema yauma la yanfa'u fihi malun wala banuna. Itakuja siku hakuna mali itakayokusaidia. Si ulichuma mali duniani huku, utafika siku moja mahala mali haina msaada na wewe, wala watoto uliowazaa hawana msaada na wewe kamwe. Illa man ata Allaha biqalbin salimin, Mungu atakuangalia umekwenda na moyo wa namna gani kwake, umefika na moyo gani kwa Mungu, ndio kitakachokufaa tu.
majengo utaacha, watoto utaacha, kila kitu utaacha, kina maana kabisa. Na siku moja niliwaambia hapa, vitu vyote utakavyopewa na Mwenyezi Mungu kwenye maisha yako, vyote utaviona havina thamani tena siku ya kwanza tu kulala kaburini. Ule usiku wa kwanza we umo kaburini, yote utaona kumbe ulikuwa ujinga, hayana maana tena. Siku ya kwanza, sio siku ya pili, ya kwanza. Inna lillahi ibadan futana, Mungu ana waja wake makini, hawatolei macho ulimwengu huu, na wakipewa na Mungu hauwashughulishi, wakamwacha Mungu. Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah, nyie mloamini, zisikushughulisheni mali zenu na watoto wenu mkamweka pembeni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ibadan futana, Mungu atujalie tuwe katika watu hao. Talaku duna, wameuacha ulimwengu. Wakhafu alfitana, wakaogopa fitna za ulimwengu, wakaona hazitufai sisi. Na nyinyi wenzangu tunasoma hapa, mnajua ukiwa maskini ya Mungu hujui leo yako wala baadaye yako ipoje, hohe hahe maskini, au sio? Sasa hizi kuna watu wanawaza jioni hivi nitakula nini na watoto wangu, kwa sababu kule stock umejaa kila kitu, au sio? Kuna mtu ana mafriji, umo kwenye friji kuna kuku wa wiki mbili mbele, kuna samaki pengine wa mwezi mzima. Haya, kuna mtu bwana yeye ana uko store kuna sukari ya mwezi mmoja, kuna, au sivyo? Lakini kuna mtu hajui usiku wa leo na wanawe atakula nini. Huyo asiyejua leo usiku atakula kitu gani, mimi naona huyo hata wanadamu ni kama hawana kazi naye. Sasa wakufuate una nini? Hata vibaka wakikujua kama hiyo ndo hali yako, hawana habari na we pita tu. Lakini wakijua kwenye nyumba hii tukivamia humu ndani tumekosa kuna milioni 2 humu, vipi? Wanafanya mpango, wanaacha. Dunia ina fitna nyingi, watu makini wameacha dunia, wameogopa hizo fitna hizo. Nadharu fiha, wametazama ndani ya dunia, wameiangalia dunia biaini tadabburi, biaini taamuli, kwa jicho la ndani wameiangalia dunia. Nadharu fiha falamma alimu, walipojua, wameitazama dunia, kuna vitu wamejua, walipojua annaha, ya kwamba dunia laisat lihayin watana, dunia sio mji wa mtu aliye hai. Wameijua dunia, kumbe sio mji wetu wa kuishi, ni mji wetu wa kupita. Watu makini hao wamefahamu vipi? Annaha laisat, hii dunia haijawa, lihayin, kwa kiumbe hai, watanan, mji. Dunia sio mji wa aliye hai, bali dunia ni njia, atapita aliye hai kwenda kwingine. Mnanielewa? Walipojua hivyo, jaaluha lujja, wakaifanya dunia kuwa bahari. Sema tuko baharini hapa. Jamanini, mmewahi kumwona mtu anajenga baharini? Yaani anajenga baharini, ahamie kuishi baharini, ndo nyumba yake ilipo. Labda jini wanakaa baharini, watu wanakaa nchi kavu, baharini wanapita. Na zamani dunia hii kabla ya wanadamu kutengeneza mabarabara, binadamu wamekuja sijui na mambo ya kutengeneza madege yanaruka na kurudi. Zamani pwani, wakazi wa pwani, barabara kuu ilikuwa bahari. Ukisafiri unabidi utumie bahari.
Wanatoka watu hapa na jahazi wanakwenda Omani, wanatoka na jahazi wanakwenda India, wanatembea barabara yao ni bahari. Watu wasiokuwa wa pwani, mimi mmoja wao, mimi sikuzaliwa pwani, ila mimi ni raia wa pwani kwa miaka mingi sasa. Kwa Dar es Salaam na miaka 40 hapo. Bado mgeni tu Hivi mahali ukaa miaka 40 unaitwa mgeni bado? Acheni bwana maneno yenu. Mimi sio mgeni tena. Mimi mgeni kweli. Kwa sababu kuna watu wamezaliwa hapa, wamenikuta hapa, mimi ndo nikawaozesha. Yaani mimi shekhe wao wakati kazaliwa namuona. Niko hapa. Bado mgeni mimi. Maana nyie mna lugha. Bwana sisi ndo wazawa. Sisi huyu wakuja. Miaka 40 tu bado unanambia maneno wewe mzawa gani sasa? Basi na mimi nimezaa hapa. Nina watoto tele kanipa Mwenyezi Mungu hapa. Nilikuja peke yangu mimi. Nilikuja peke yangu na Mungu wangu. Dunia ni bahari. Tunavuka. Kuna mahala tunakwenda kukaa milele. Hapa tunapita tu baharini hapa, au sio? Sisi watu wa ukoo tusokuwa wa pwani kwa kuzaliwa, sisi tulikuwa tunatembea kwa mguu, tena maporini. Wazee wetu sisi uko nilikozaliwa walikuwa wanakuja huku pwani Dar es Salaam kwa miguu miezi miwili. Waulizeni, kuna mtu hapa anauliza kwani shekhe kwao wapi? Basi nasema mimi niko Tabora. Anayejiuliza hapa kwani shekhe atokea wapi? Mimi nimezaliwa Tabora, kilomita 1016 kutoka hapa ukidrive. Sisi kwa Tabora huko wazee wetu kwa miguu na mizigo ya vyakula na nini, basi furia, wengine wanakufa njiani, wazee wetu sisi. Hija za zamani, anatoka mtu Kigoma kwa mguu mpaka Tabora, anaanza upya safari kwa mguu, anaaga, anakwenda hija kwenye familia yake, anatoa na wasia kabisa. Maana yake mara nyingi sio kurudi hai, atafia huko mara nyingine, lakini anakwenda hivyo hivyo, anamtaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wazee wetu kwa mguu, akifika hapa kashavuka mapori, wanyama wakali, majoka huko njiani. Hapa amefika kwenye barabara. Hapa alikuwa anafuata barabara ni bahari, anaingia majahazini, safari kuitafuta Jidda kwa maji. Akifika Jidda anatoka majahazini, anaanza kupanda milima. Saudia ni nchi ya milima, anapanda kwa miguu. Kama kabahatika kule kapata punda, apata farasi wenye uwezo kidogo hao. Anaanza mtu kuaga, anakwenda hija kuanzia mfungo 5 au mfungo 6 kwa safari hii. Huyu mtamuona anarejea mfungo 6 tena, maana hija inakwisha mfungo 3, sio? Yeye Muharram anaanza safari kwa miguu mpaka Jidda hivyo. Watu makini wamejua dunia hii sio mahala pa maisha ya mtu aliye hai. Wameifanya dunia kuwa kitu gani? Lujjatan, ittakhadhuha lujjatan, wakaifanya dunia kuwa ni bahari. Sasa baharini si kunatakiwa chombo sasa cha kuvukia baharini? Watu wengi hawajui kuogelea, hata hodari wa kuogelea. Ataogelea siku ngapi? Kuna mtu hodari anaweza kuogelea hapa mpaka Kariakoo, hodari huyo. Mwingine anaweza kuogelea siku nzima. Sasa siku ngapi? Si utakufa baharini upate chombo. Watakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, wakaamua sasa kwenye bahari iitwayo dunia chombo cha kuvukia, jahazi za kuvukia ni amali zao njema. Wafanye amali njema ili kwenye hii bahari inayoitwa dunia wavuke salama.
Umeonaje watu hao? Si watu makini hao? Sisi wengi wetu hapa, dunia sio bahari, sio njia. Sisi tumefika, sisi tumeshafika. Wala hakuna mtu inafika siku toka asubuhi mpaka saa hizi kama kawaza kufa. Nyinyi watu, kuna mtu kafikiria kufa leo? Yaani kakaa peke yake akisema hivi siku moja na mimi nitakufa. Hiyo siku yenyewe ni lini sijui, inaweza ikawa hata leo. Halafu nikifa basi nitakuja kukoshwa, nitashikwa na watu kila sehemu ili ni kwangu. Halafu nitavalishwa, nitatolewa nyumbani kwangu. Napelekwa wapi mimi? Nakufa sasa, natolewa kwangu, napelekwa wapi? Kalla idha balaghati taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu alfiraq waltaffati saqu bisaq ila aina ila rabbika yawmaidhin almasaq. Unarudishwa kwa Mola wako. Nani kawaza hayo leo toka asubuhi? Tulipoamka asubuhi tuliwaza tupate chai na mandazi matatu, chai na hivi, ndo tuliwaza hicho, au sio? Baada ya chai ya mkandaa tukaanza kufikiri sasa kijio. Mnakijua kijio? Kijio kitakuwaje? Kwenda mbio kutimiza kijio. Mchana pakishaliwa akili inahamia jioni, chai usikula. Hakuna kufikiri kufa hata kidogo. Inna lillahi ibadan futana, Mwenyezi Mungu ana viumbe wake makini, waja wake. Talaku dunia wa khafu alfitana, wameiwacha dunia wakaogopa fitna zilizomo ndani yake. Nadharu fiha, wameangalia ndani ya dunia. Falamma alimu, walipojua tu, annaha, hakika dunia, laisat lihayyin watana, dunia sio mji wa kiumbe hai. Kiumbe hai dunia sio mji wake, ni mahala pake pa kupita. Jaaluha lujatan, wakaifanya dunia kuwa ni bahari. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Sufunu ndio uwingi wa neno safina. Jahazi likiwa moja linaitwaje? Safina. Yakiwa mengi huitwaje? Sufunu. Amali njema ndiyo majahazi yetu ya kuvuka salama kwenye hii dunia. Mnanielewa? Nawaagiza wote wasomaji, na waagizeni, tukikutana kwenye darasa nyingine tukafungua kitabu hiki, kila mmoja wenu aje kahifadhi beti hizi 3 kwa kichwa, kama alivyohifadhi suratul Fatiha. Nanielewa? Siku nikikaa hapa, fungueni hadithi tufungue, basi mimi nitasikiliza. Nianze kumsikia mzee Pazi ananiambia inna lillahi ibadan futana talaqu dunya wa khafu alfitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Tutazunguka hivyo, kila mtu atasoma hii. Mko tayari hivyo? Mnaanza leo? Anzeni kuweka kichwani leo, sio kuweka kichwani tu hesabu za tonge ya ugali, la, ekeni kichwani ya mambo haya. Tutaswali sasa hivi insha Allah. Fa idha kana haluha ma wasaftuhu, itakapokuwa ulimwengu hali yake ndo hiyo niliyoisifu, niliyoitaja. Wa haluna, na hali yetu sisi. Wa ma khuliqna lahu, na kile ambacho tumeumbwa kwa ajili yacho. Ma qaddamtuhu, ni kile nilichokitanguliza. Tunaelewana Kiswahili vizuri? Idha kana haluha, umeona hiyo ha inarudi kwenye dunia. Nyuma imetajwa dunia, sawa? Talaku dunia, talaku dunia, nadharu fiha, ha ile ni dunia. Fa idha kana haluha, itakapokuwa hali yake dunia. Kumbe dunia ndo hali yake hiyo. Kumbe dunia sio mji wa mtu alio hai. Kumbe dunia imejaa fitna chungu mzima. Ikiwa hiyo ndo hali yake, hali ambayo wasaftuhu, nimeitaja. Wa haluna, na hali yetu sisi viumbe. Wa ma khuliqna lahu, na kile ambacho tumeumbwa kwa ajili yake.
ma qaddamtuhu, ni kile nilichokitanguliza kukitaja. Fahaqqa ala almukallafi, imepasa kwa mtu mzima, sahibu taklif, imepasa kwa mukallafi. Taalamuna maana mukallaf? Mnamjua mukallaf? Mukallafi ni mimi na mukallafi ni wewe. Unamuona huyo mtoto anonitazama hapa, Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu huyo, ampe na elimu. Yule sio mukallaf. Yule mnamuona mtoto yule sio mukallaf. Kuna maneno naogopa kuyasema, wana watoto wa siku hizi bwana wamekuwa waelewa mapema. Anaweza akanielewa yule. Lakini mfano mdogo tu ni kwamba akikosea yule kijana, yule mtoto akachukua kisu akakudidimiza nacho cha shingo hapa, ukaanguka ukafa hapo hapo, kidunia hafungwi. Kidunia hafungwi. Mtoto mdogo mtoto mdogo alikuwa anacheza, na akhera haingii motoni, mtakutana peponi, mnakunywa supu wote. Kwa nini? Sio mukallaf. Mukallaf ni mtu alokwisha baligh. Mtu aliyebaligh ndo anaitwa nani? Mukallaf. Kwa sisi wote hapa ni mukallafuna, ni watu tayari tunaamrishwa vya kufanya, tunakatazwa mambo tuache. Tulioamrishwa tusipoyafanya tumetayarishiwa moto, waliyadhu billahi taala. Tuliokatazwa tukifanya umeandaliwa moto, waliyadhu billahi taala. Limadha? Liannana mukallafuna, sisi ni watu wazima. Mmefahamu? Fahaqqa ala almukallafi, imepasa, imewajibika kwa mtu mzima, mtenzwa nguvu na sharia. Mukallaf ni mtenzwa nguvu na sharia. Imepasa nini kwa huyu mukallaf? An yadhhaba binafsihi, aipeleke nafsi yake madhhabal akhyari, mwenendo wa watu wema. Hali ya dunia ndio hiyo tulisema kwamba sio mahala pa kuishi, ni mahala pa kupita, au sio? Na kwenye dunia hali yake kumejaa fitna chungu mzima. Unafahamu? Hali ya dunia ndio hiyo. Dunia haina thamani mbele ya Mungu subhanahu wa ta'ala. Lau kanat ad-dunya inda Allahi tusawi janaha ba'udhin masaka kafiru shurbata ma'in. Hii dunia ingekuwa na thamani mbele ya Mungu, thamani yake ni kama ubawa wa mbu. Yani dunia ingekuwa kwa Mungu ina thamani angalau kama ubawa wa mbu. Ayuha nasu, ubawa mbu si mnamjua? Yule hayawani anaitwa mbu, ba'udha, si mnamjua mbu? Halafu yule mbu ana mbawa, sawa? Sasa sio mbu mzima, ubawa wake. Dunia ingekuwa ina hadhi kwa Mungu angalau kama ubawa wa mbu. Kwenye hii dunia kafiri asingepewa na Mungu hata tone la maji, wangekufa makafiri wote na njaa, Mungu angekuwa hana haja nao. Lakini dunia hii mpaka makafiri wanapewa kila kitu kwa sababu haina thamani. Mungu chenye thamani hampi yoyote. Thamani ni peponi, na Mola atutie peponi sisi, ndo kwenye thamani. Watu wa motoni wataomba kuwaomba wenzao walioko peponi wawape maji. Ni sura ya 7 Al-A'raf. Wataita watu wa motoni kuwaita wa peponi, wawaambie afidhu alaina min alma au mimma razakakumullah. Jamani, huko peponi tunakuombeni maji, huku motoni hali imezidi kuwa ngumu, tusaidieni maji au riziki yoyote alokupeni Mwenyezi Mungu huko. Qalu, watu wa peponi watawajibu wale wa motoni, inna Allaha haramahuma ala alkafirin, Mwenyezi Mungu ameharamisha maji ya huku peponi na vyakula na neema za peponi kupewa makafiri kama nyie, haramu kupewa. Umeona? Kumbe kafiri haramu kupewa kitu cha peponi, kiwe chakula yawe maji.
kwa sababu kuna thamani kule. Naambieni hapa, makafiri hawali, makafiri hawanywi. Mbona kuna makafiri hapa wanakula vizuri kukushinda wewe Muislamu? Hapa duniani kuna kafiri leo amekula vizuri, wewe hata sijui upange bajeti siku ngapi utafikia chakula chake cha leo. Wako makafiri ukimfukuta nyumbani kwake kwenye meza kama hivi, kuna mala ainun rati wala udhunun samiati wala khatara ala qalbi bashari. Unafanya ujui mkono upeleke wapi. Kafiri. Wewe Muislamu mzima umekula ugali wa dona na miguu ya kuku. Kafiri alikuwa anatafuna mapaja ya kuku. Paja la kuku kala kafiri, Muislamu anakula miguu ya kuku. Kwa nini? Dunia haina thamani. Dunia haina thamani, ndio maana Mungu hapa anampa yoyote. Kuliko na thamani ni peponi, ambako mimi namuomba Mungu atutie huko peponi. Huko kafiri hapati kitu. Hapa pengekuwa na thamani, ndugu Waislamu wasomaji, makafiri wangekufa kwa kiu na njaa. Pengekuwa thamani japo kama ubawa mbu. Hali ya dunia ni hiyo. Wa haluna, na hali yetu sisi tuna hali gani? Hali yetu sisi tuna hali gani? Kwani wewe mtu una hali gani? Wewe hali yako ni dhaifu. Kila binadamu ni dhaifu. Ukiona huyu ni mtu useme dhaifu, na sio unamuonea. Ni Mungu asema wa khuliqal insanu dhaifa, binadamu dhaifu. Unaweza ukamuona komando wa jeshi akaja mmoja tu hapa nchi hii wote akawa maliza huyu, yote hayo ujue dhaifu, ni dhaifu, si ndio huyo? Na ukomando wake wote, akifika chooni havui nguo, au komando mpaka akishikwa na haja kubwa, bana mimi komando, mimi sendi mimi, maana mimi ni komando. Akishikwa na tumbo la kuharisha komando, mbio chooni kama wewe na mimi, au sio? Ule komando umeenda wapi? Mwenyezi Mungu akiamua komando akaumwa jino, jino linamuuma. Kuna watu mmeshaumwa jino hapa, sio? Maumivu ya jino si mnayajua? Komando anapona, anaumwa tumbo la kuharisha komando, anakwenda hospitali, tena mdogo dhaifu kabisa. Akifika anakuta mtu mdogo, hata jeshi alijui, hata kukimbia hawezi, kitoto kidogo kama hivi. Komando karibu. Daktari nimekuja bwana, tumbo langu sio zuri. Tumbo sio zuri Sikiza komando, chukua hapo kikopo, chukua kikopo pale, nenda kule. Ukifika utaangalia mlango, hapo ameandika male, hapo ameandika female. Utaangalia mlango wako hapo, utaukuta, ingia. Ukishafika nitilie mipango yako kwenye kopo hili, ulete hapa. Komando atakwenda, haendi. Wa khuliqal insanu dhaifa, atakwenda kutia. Yani komando anakidhi haja, anaanza kupakua. Komando mzima akija akashapakua, yule mtoto anaangalia, na huyo kijana anopokea kavaa gloves, hapata kushika matatizo yako, amevaa mpira, anashika anaangalia. Unajua komando umeleta, lakini kiwango hichi nadhani hakitoshi, nenda kaongeze, kaniongeze kidogo. Na mambo ya kwenda kule kupakua, huwezi kumtuma msaidizi wako wala mlinzi wako, utaenda mwenyewe. Wa khuliqal insanu. Huyo komando anaishi bila kulala, analala halali. Na wewe usiokuwa komando unalala hulali. Wa khuliqal insanu dhaifa. Alafu komando kama yule, kuna muda nyumbani kule kuna binadamu, yuko binadamu nyumbani. Mwenyezi Mungu amemuumba huyo binadamu, ana nywele nyingi, ana maziwa mengi hapa, binadamu huyo yuko nyumbani. Kuna muda komando akifika nyumbani anamkuta komando mwingine, ataambia umekuja vua hilo koti, tungika hapo, combat vua. Huku sio combat tena, huku komando ni mimi, vua. Anavua havui. Ukomando uko wapi?
Komando ni mmoja tu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wengine wote dhaifu. Uwe utakavyokuwa dhaifu. Na ukimwona binadamu yoyote anakwambia we unanijua mimi, we unajua mimi nani, umcheke tu, mwambie huyu mjinga kweli. Sasa kwani wewe umekuwa nani? Kuna lugha hizo hamjai kuambia unanijua mimi we? Ukisikia swali hilo ujue ujeuri, kibri. Kwani tuseme amekuwa nani? Si dhaifu tu naye? Hata hiyo kukuuliza unanijua mimi nayo vile vile udhaifu, kwa sababu amesahau kwamba yeye dhaifu. Umwambie wewe nakujua, wewe ni manii kavu, nakujua sana, wewe ni manii iliyokauka. Lakini uangalie majibu, usimtizame unomjibu, unaweza ukapata matatizo. Uchague sasa kumwambia. Hali yetu ni hiyo. Hali ya binadamu wote ni dhaifu, ni dhaifu. Usiku utamkuta mtu kalala, jabari kubwa, dunia nzima inamuogopa, anakoroma, anatoka madovuo, toka madenda humu. Wasema huyu ndo yule wa mchana alitutunishia misuli, ndo huyu. Anatokwa na pumzi kila pahali, puani, kinywani, kwengine, kusini, kaskazini, jabari wa mchana, dhaifu. Ukiulizwa hali yako wewe ni hali gani, useme hali yangu mimi binadamu ni dhaifu. Kuna muda ulizaliwa, au sio? Ulipozaliwa unakumbuka hukuwa dhaifu? Ulizaliwa unaweza kubeba kitu gani? Kunyenyua nini uliweza siku hizo? Wewe si ulikuwa unabebwa tu? Dhaifu. Ulikuwa unalishwa? Dhaifu. Unaogeshwa? Dhaifu. Udhaifu tu. Na hata ukishakuwa mkubwa wewe dhaifu tu. Sote dhaifu, sio? Hiyo ndio hali yetu. Wama khuliqna lahu. Sasa sisi dhaifu tumeumbiwa kitu gani? Wadhaifu kama sisi, kitu gani tumeumbiwa sisi? Somo la nyuma mnakumbuka, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba watu na majini ila waniabudie. Tumeumbiwa kazi hiyo. Kila binadamu ni dhaifu, na kila binadamu ameumbwa kwa ajili ya ibada. Madhaifu sisi tumeletwa duniani tuje kufanya ibada, ili baadaye huko mbele tukawe watukufu. Udhaifu ni duniani, akhera ni utukufu. Usipoabudu wewe ni dhaifu duniani na ni dhaifu baada ya kufa, udhaifu wa kudumu. Ndio tumeumbiwa hayo, au sio? Sasa mtu akishajua hali ya dunia na hali yetu sisi na kile ambacho tumeumbwa kwa ajili yake, fahaka ala almukallafi, hapo sasa utaona imepasa kwa mtu mzima anayetenzwa nguvu na sharia, imepasa nini? Imepasa kitu gani? An yadhhaba binafsihi madhhab al-akhyari, aibebe nafsi yake, aipitishe nafsi yake njia ya watu wema. Wale waovu achane nao. Na kama mnavyojua, na nasimama hapa kwa sababu muda wa kuswali umefika, duniani kuna njia mbili, njia ya watu wema na njia ya watu wabaya. Dunia hii ziko njia mbili, na Mola akasema inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Kuna njia ya waovu wanaendelea na wema. Sasa nyie mnazo akili, nyie watu, na mimi najua mna vipimo. Hivi ninavyoongea na nyinyi hapa muda huu, ile njia ya watu wema na njia ya watu waovu, niambieni bila upendeleo, niambieni haki, njia ipi ina wafuasi wengi? Wengine hawajanielewa, narudia. Ziko njia mbili. Kuna njia wanafuata watu waovu, tariqul ashqiya, na kuna njia wanapita watu wema, tariqu suada. Kati ya njia mbili, njia ya watu wema na ile ya watu wabaya, ipi ina watu wengi hivi tunavyoongea?
Baba, njia gani na watu wengi? Watu waovu barabara yao imefurika watu, kwenye wema huku wanahesabika. Nisaidieni tena Waislamu wa eneo hili ambao leo wanatimiza swala tano leo, hawajaacha hata moja, sababu alfajiri waswali, adhuhuri wamesali, la asiri, sasa magharibi wataswali, isha hawatoikosa. Watu wa eneo hili na ambao hawatoswali hata kipindi kimoja na hawana dharura, nani wengi? Ni maswali magumu mengine, hatusameheane tu, na sasa ndio uhalisia. Sasa tukinyamaza itakuwaje? Wanaoswali mara 5 na ambao hawaswali kabisa huku kwenu na hawana udhuru hata mmoja, nani wengi? Waswali ndio wengi. Maana yake ni sasa njia ya watu wema na waovu ipi na watu wengi? Namalizia kuwauliza Waislamu eneo hili mnalokaa, ambao toka wamebaligh, wameingia kwenye utu uzima mpaka leo hawajafanya uzinifu hata siku moja, na wale wanaofanya kila siku, nani wengi? Sauti yenu mmepunguza kidogo Naona sauti mmeipunguza kidogo. Semeni tu, yani wanaofanya uzinifu muda wote, akimaliza muda huu anapanga na mkakati wa baadaye, na ambao maskini mpaka leo hizo hadithi hajafanya, nani wengi? Waliofanya au wasiofanya? Njia ya watu wema na njia ya watu wabaya, njia gani na watu wengi? Ukiwekwa muhadhara hapo barabarani, barabara ikafungwa, kuna muhadhara, kuna mwana wa chuoni anakuja fundisha jambo la kimungu la kisharia, hapo watu watahudhuria, au sio? Tutahudhuria pale. Halafu akaletwa mtu mmoja katika wanamuziki mnaowajua nchi hii, wako wanamuziki nchi hii na nyinyi mnawafahamu, au sio? Wale wanamuziki wenye kutajika nchi hii. Kwa kuwa simkashifu, simtukani, ingawa sipendi kazi yake, namtaja, anaitwa Diamond. Akaja huyo kijana aitwaye Diamond, Mungu atamuongoza, naye akaweka kambi hapa. Kukawa kuna kambi mbili, hapa kuna muhadhara wa Waislamu wanazungumza dini yao, na hapa kuna huyo kijana mwanamuziki aitwaye Diamond, sio? Wapi patajaa watu zaidi ya pengine? Mbona sauti mmeshusha? Nyie hamtokwenda? Mwenyezi Mungu atusaidie, atupe imani inshallah. Bwana muadhini, adhini tusali, baada ya sala tutakuja kukaa tena kumalizia somo inshallah.